20 what? 22 or 23? Are we in the year 2022 or the year 2023? Yes. So we want to cover something little, then we'll say surely God has been faithful for the time we have been here. Na tutasema Mungu ametukumbuka. So before we go any further, I would like we to have a word of prayer. Father, in the name of Jesus, we thank you because of this day today, your Holy Sabbath. Thank you because of our youths. You have favored us so much that we are able again to see another new year and another new Sabbath of a new moon in the first month and the first week. Want to thank you because of our mothers and fathers who are in the midst. Want to thank you because of life and everything. Our prayer at the moment is that may your Holy Spirit lead and guide us. May you speak to us. May you inspire us that we may go into another level in this year, God. Take us into a ladder, but at the end of the day, lift us, God. As you get lifted, we mean may you lift our reasoning. May you take our conscious and subconscious mind. In our storage, can you direct anything that you feel cannot fuel us as young people, and put things of value in our lives that can inspire young minds. Read us now, and may your Holy Spirit be our tutor to the end, for we pray in Jesus' name. Amen. Amen. Tajaribu Kiswahili kidogo. Vile mlisema, although I don't know how with what we are learning I can use Kiswahili. Lakini najua mahubiri tutahubiriwa kwa lugha ambayo ni ya Kiswahili. Lakini kwa sasa tajaribu kuchanganya tu. What I've learned is that youths who are here are smart. They are smarter. They are eloquent and fluent. They are orators in their languages. So I have no fear. Even if we have been using English, I believe they were able to understand. And in fact, we want to motivate and inspire young people that they should train themselves how to speak. Communication is a requirement. Outside there where you go, communication is a requirement anywhere you go. Ndio maana nasemanga ongea Kisungu, changanya na Kikisii, vernacular language, koroga na Kale na Masai. As you keep on doing that, you are practicing, and at the end of the day, you realize you are able to speak well. Tutaki kusema mtu asiongee Kisungu maana you are young. Lakini kwa sababu tuko na wazee pamoja nasi na wamama, tutajaribu tu mahali tutaweza ili tukaweze kuzungumza both languages for them to understand. Okay, we have been handling the subject of the battle of the mind. Together with our speaker, he has been wrestling that you may open up your conscience and your mind so that you can reason as the children who are called the Jacobos and the Israelites, who are fast in everything that they do. Ambao wanakuwa wa kwanza kila kitu, sio wa mwisho. Shule, the best. Kanisani, they are the best. In the society, the best. Nationwide outside Kenya, the best. So, our youths, the reason why we were here, we wanted you to go another extra mile by doing what we call reasoning and make proper decisions. That as you leave this institution, you go out there being critical in your reasoning and decision making. That you may not be swayed with this dying generation which always repeated, they say we are digital. Be digital, but before you call it digital, be digital
digital in your history. That is why I told you, you have a millionaire mind. Millionaire mind. So when you go outside there, I want you to go outside there like people who are original with their millions, trillion, 15 plus thousand trillions in your mind that you can use. Na hakika ukitumia, usiende kusema kwamba you are waiting for somebody to think for you. You are waiting for somebody to reason on your behalf. You are waiting that it is the responsibility of your parents to reason for you and tell you what to do. Ukitoka hapa, sema kwamba hapo, no more 15 trillion cents. And I want to tell you, during fertilization, some of you are doing the subject we call biology in school. Wakati wazazi walikuwa wanapata mtoto, ukisoma, mtu ambaye ubeba watoto tunasema is a man. So akuna Y chromosome, agumanas X what? So a man is the one who is responsible to give a child. Ours, we women, we carry the baby. But during fertilization, a man carries over million. Yes. So as they are swimming to make a child, imagine you are created for a purpose. I want you to recall and come back to your normal senses that when God created you, you did not exist in this world as an accident. You are here for a purpose. So during fertilization, there were so many. Your siblings who are over thousands who are arranging themselves to come out and be human beings. Wengine walikuwa wanaitwa John, wengine walikuwa wanaitwa James, wengine walikuwa waitwa Brian, na kulikuwa na wasichana wengi. But as they were prepared to come out and enter somewhere to be born a child, Mungu akasema John, Peter, James, Peter, Ben, Peter. Lakini alipofika kwa huyu kijana ambaye anaitwa nani? What is your name? Paulian. Wakati Mungu alifika, sijui Paulian kama alikuwa namba 10, akasema ya kwamba it is time for Paulian. Before Paulian, hebu msalimie mwenzako muulize, unajua wangapi walienda kwa sababu yako? So many children were wasted because of it. Until heaven regrets. Kuna kitabu moja anasoma ambayo inasema ya kwamba Mungu ana regret, analia. Kwa sababu nini? Ana regret. I cannot reason with these human beings. Why? Akaruhusu watu wengine, akasema nyinyi Peter siwahitaji. Because of you, one human being. Thousands of them were wasted for you to exist. And you are here today as a youth, waiting for your mother to tell you what to do. And imagine your existence in this planet numbering up to 12 and 14 to 16 to 18 years. Jamani, uko miaka 15, miaka 16, unangoja your parents to push you to do something. While you are conscious, you have trillions, million minds. You can use it to reason and know what exactly to do. Kama wale ambao tuko hapa na wao ambao ni wanafunzi. Kuanzia leo, as you go back home, never should you wait for your parents to compel you, to prod you that work hard. Na shanga, mzazi ambaye hakuona veranda ya shule, ambaye labda alisoma akafika standard 6. Wengine wazazi wenu hata hawajui walifikia standard 3. Wengine hata hawakumaliza form 4. You are in a secondary school with the graduates and teachers, and you are waiting for your parent to follow you up. Leave jokes, leave that group, come and read as if you are empty. As if you have scarcity of yourselves in your brain. I urge you, youths, come out of that. It is a time to say no. It is a time to realize your potentiality and the purpose for existence. Because if you lose your focus, you lose your purpose. It is high time now to go to school. If you managed, one of the youths who are in high school who came here, tafadhali, msiwe wale watoto ambao mtafika shule
Mngojea mwalimu akufuata kutoka nyuma na kiboko. Ama mngojea mwalimu anakusukuma kutoka nyuma eti break is over. Eti amuka uende kusoma. I always tell those who are the students, mbona mnapenda kulala? Najua hata hii kisho kuna wale ambao wazazi walikuwa wanaamsha kwamba soma. Unataka ulale. Na siku ya Sabato unataka ulale mpaka saa 2. Mimi ukiniona hivi when I'm at home, I wake up earlier in the morning. And if you come to my library, I have so many books. I've used a lot of money to buy books. Not to go and teach somebody or to go to, so that I can be paid money. But I want to inspire my brain. Before I go to the cemetery, I want to empty everything. So I do wake up, saa 10, I read. I mark what I've read within a day. Then nakunywa maji yangu vizuri. Na tangawizi, nakula matunda kidogo. I relax, I prepare my people breakfast. I like reading like anything. What about you, somebody who's very young? Eti umepewa masomo tu shuleni. Saa hii unapenda kulala, eti tunaamshwa mapema tuende darasani. We are forced kwenda kusoma. And you are young. We really regret, like me, I feel pain in my heart. Unasukumwa. Eti soma. Wake up and study. Unasukumwa na mzazi all the time. Shuleni ni kama unakimbishwa, unangojea watchman akuje kukutoa kwa kitanda ndio uende darasani katika ile masaa inafaa usome. Ole wako. Those people will be sitting in the temples of kings and queens are the people who redeem their time, who use their opportunity properly. This life, any minute as it is passing, since we started in the morning, ulipoona siku hii imeanza mpaka saa hii umeseeka kiasi fulani. Ambia huyo mwenzako unaendelea kuseeka. You are growing old. So when you see a minute passing, a second passing, just know you are aging. You are taking a step aging. 1 hour, you are aging. Another hour, you are aging. As you keep on aging, umefanya nini unapoendelea kuseeka? Because life is like mathematics. Unapoona watch kwa wall inasema ta, as you age, have you kept something for you ambaye itakuja kukusaidia wakati fulani. Maana tunasema there are stages of development in a man. And that is what we call aging successfully. Ukiona kijana amekanyaga miaka ya 25 na hakuwa amejipanga vizuri kutumia muda wake, amekanyaga 25 years na 25 years imepatana na yeye na hakuwa amejipanga how to start life, my dear, kitambo wase kuwaza utashtukia you are 30 years. Ukienda kufikiria unashangaa sijapata mwanamke wa kuoa, I'm about to reach 40 years. Unajua miaka between 45 years, ukiangalia nyumbani kwenu, hebu ona wakati wazazi wenu huwa wanakosana na mama sana. It is between the age of 45 to 55 years. Why? If your parents were not properly prepared, kama ni mzee anaangalia retire imekuja. Saa hii immunity imeisha. Tumia huu ujana vizuri. When you are in the dark stage, the stage you are now, between those who are between 19 to 25, around there to 27, we call it the dark stage. Why? Ni wakati uko na nguvu ya ujana. At this time, hata gunia ya mahindi utabeba. At this time, you can do anything because you have your immunity and the strength. Lakini wale wako, kanyaga 45, tutakushangaa. Haya, mapega yanaanza kuenda chini. Appetite inakuja juu. Ndio ile naona wazazi wenu wanasumbuana, baba amefika hii miaka sasa, sukuma hawezi kula, hata akitafuna inabaki kwa meno. Because mwili inaitisha. Mwili inasema, nimekusupport from age 0 to 40. Can you do something for me now? This is the time the body wants to invest. Na wacha mtu akose. That is why you see most people have complications ya magonjwa at the age of 50s. Wachache wanakanyaga 60. Otherwise wengine wanakufa in between there. So don't joke with your life as young people. Ndio nakwambia ya kwamba kama wewe you are due to wait to be waked up, to be told what to do. Be prepared. Those people you see who are called watchmen,
Wengi wanaamua kuwa watchmen at the age of 28 and above. Kwa nini? Wameona sasa nimekutwa. Nataka kuoa, nataka kuwa na watoto, I have nothing. And those men of them, for example, kuna watu wako shule hapa. You are in the same stream with the same teachers. But at the end of the day, utakuja kushangaa hata wengine mko bodi. Yule mwanafunzi ambaye ulikuwa unamuona anatoka day school hapa karibu, at the end of the day ana manage kupata kozi mzuri, anaenda university. Wewe ambaye uweko vizuri na wazazi wako, unashangaa kwamba yule katoto kanakuja kukupata wewe ndio uko nyumbani, unakompete kuuza mboga na nyanya na mama yako. Afadhali mama angeweka hiyo pesa. If you are not careful. So we mean it when we talk with you like that. Even those who are in university, number your days. Don't waste your time with the careless human beings there in the university. Because university kuna vitu mingi, vituko mingi. Msichana mjinga ndiye anakuliwa help yake inaisha. Eti kijana atamuoa. Kijana mjinga help anapewa anaitumia. Eti ni chali wangu. Sijui baby wangu. Baby nani? Who is gonna baby? Wali ni Pepsi ama ni baby? Ni baby. Unasikia msichana atichali yako. Nani alikuambia utalisha hiyo ng'ombe itaenda kukamuliwa kwingine? Ukigerajia. Kijana ati msichana wangu. Utamaliza kuweka hiyo msichana vizuri unamshughulikia. Ukimaliza kumshughulikia, utamuona tena. Think high. People who have great mind, excellent mind like Jesus, who are able to know the times and seasons. Those who are not serious now, I'm telling you the truth. They are the people, those who wale wanapenda kulala, the time they are not supposed to sleep a lot. There is a time you will never sleep. Yule ambaye ana sacrifice, alali saa hii, ana sacrifice muda wake. Kuna wakati atalala comfortable in a very comfortable house. Na wewe unayependa kulala at the wrong time, you will be outside in the gate. Wewe ndio unasimama unachunga yeye akiwa amelala for usiku wote. Unapiwa baridi mpaka asubuhi. Ndio maana kitabu ya Galatians 6:7 Mungu anasema ya kwamba God is never mocked. Can somebody read that first? Wengine anasema kwamba sitakaa tu hivi nibahatishe. Jinsi unapenda, that is the life. Hiyo ndio njia maisha inakuwa. God cannot force you to do the right thing. He has given you responsibility to decide. Amekupa uwezo wa wewe kuamua. Biblia inasema aje? The Bible says, do not be deceived. Get that language. Usijidanganye. God cannot be mocked. A man reaps what he sows. Another version? Stand up. Yes? Do not deceive yourselves. No one makes a fool of God. People will reap exactly what they sow. Don't deceive yourself. Don't fool yourself. Eti hata kama nikikaa hivi ni wangapi wamekaa hivyo ni bahati. Eti maisha ni bahati. Na shangaa nasikia mtu anasema mchungaji, eti maisha ni bahati. Ni bahati kwako? Imekuwa bahati. Mimi sijaona bahati. I have sacrificed for my family to be where they are. I have sacrificed most of my time. I have sacrificed most of my energy to live a comfortable life. Sio bahati. Wacha kujidanganya, eti ni bahati. Hakuna bahati. It is a matter of a marathon. It is one your mark you set and you go. That is why God is telling you, don't deceive yourselves. Eti usijidanganye. Fanya sehemu yako. The blessings of God is not a substitute. Eti msichana useme unataka kujaribu, you want to practice to have a boyfriend. Alafu unasema sitapata ugonjwa ama sitapata mimba. Lazima utapata one of the two. Labda utajaribu usuie mimba lakini huwezi suia ugonjwa. You can't deceive God. You have decided. Mungu anasema ya kwamba si kuna watu waliolewa mapema, sio wote walisoma. Si walijaribu biashara wakafaulu. Ask me. Mungu amenisaidia. I've sitted with the people who are the great men of this world in business. They can tell you. They don't sleep.
They don't sleep. Kwa sababu kama ameweka biashara yake mahali fulani akiona imeshuka na wako na loans wanalipa kwa bank, arani. There is a question Ben Carson aliulizwa siku moja. Wale ambao mnapenda kusoma vitabu za Ben Carson. Somebody interviewed him, akamuuliza swali. Ben, because you know Ben Carson was the first what? Neurosurgeon. Akaulizwa swali kwamba Ben, utaweza kutuambia if somebody will come today and take all these things you have everything, kwa sababu alipokuwa anamuuliza swali alienda katika nyumba ya Ben Carson akaona very smart big mansionette home, magari aliyokuwa nayo nje vitu mingi, alafu akaulizwa swali, ikiwezekana majambazi wakuje leo hii wachukue kila kitu hii tunaona uko nayo, utafanyaje? Si utakuwa shocked because I know imekuchukua muda mrefu kupata hizi vitu. Do you know how Ben answered? He said, I have no problem because my wealth, because my gold and everything that you are seeing, even if they take it today, it is inside in me. Amen. I can still buy another one. Alimaanisha nini? Ile watachukua hizi lakini hawatanyang'anya yeye akili ya masomo ile kama daktari. Ataitumia bado to invest. But suppose is a businessman, si atakuwa finished. Kwa sababu benki sitahitaji kulipa gharama, atahitajika kufanya vitu mingi ambazo zitakuwa shida kwake. Kwa hivyo my youth, naomba in the mighty, na waomba katika jina la Yesu, have the right perception. Unajua tukiwaste time zetu hivi, we could have been with our families celebrating the year and we are here for you. Bingu has registered that you have been told. If you fail, ukianguka, it is because you have decided. Wacha kucheza na maisha. Tunaona watoto wetu vile wanacheza na maisha. Kwa wasichana wetu msikae melimera. Ngoja muive, mkuwe ready for marriage. Hebu niwaulize, mtu ambaye anaweka ndizi hivi, hii ndizi ambayo inaiva, try banana. Aiweke inangoja iiva, si ndio? Leo hii aenda ashike kuona kama imeiva, afunge. Afunue tena kesho kutwa, aangalie tena afunike. Siku yaje itaiva, itakaa aje? Sitakaa melimera. Na hata sura yake huwezi jua. So our girls wait until you be ripe, ready for marriage. Even our young men, unapata ya kwamba unasema sisi hatupati mimba, ati mimi unajua I can protect myself. Let me tell you one thing. Biblia inawaambia ya kwamba watoto wetu vijana wasimame. Ila ni kitabu gani inawaambia hivyo? We have strong young men and young women, ambaye hata wakipata watoto wao wanatoka hivi kama mishale. Kwa nini Biblia inasema hivyo? Wewe kijana ambaye umetuza girlfriends over 10, let me tell you one thing that you don't know. Yes, you are using protective measures, but I'm telling you, watoto wanaitwa lawyers, umetupa. Wanaitwa daktari, umetupa. Maengineer, umetupa. Siku yenye utaoa, utazaa watoto hata upeleke shule gani hawezi sikia. Because the first fruits zako, nguvu zako, ushatubilia tu. You have been careless. Na ndio maana unaona zamani mtoto kijana ambaye anajiheshimu mwanaume akisimama, measurements wengi wanajua, hata Wamasai anakuwa measured the way chest yake imesimama. Masai original mzee akisimama hapa atakwambia kijana amejiheshimu. Lakini wa siku hizi uko form 3 na hii mapega imerudi chini. Watoto wako wako wapi? Hebu msalimie, muulize huyo, where are your children? Why are you pending and you don't have children? They can tell you those guys. Ambaye wamejiheshimu, ona kuna watoto vijana watatu wamesimama. Lakini akisimama is a strong man. So ndio nawaambia, wacha mchezo. Have the right perception. In the book of Numbers, as I'm about to wind up, Numbers 13 verses 30 to 32. There were some guys who were sent to go to Canaan and they spy. They were called spies. When they went there, different people came with different reports, except Joshua and Caleb.
Some were saying, you know, a youth who has creativity mind is able to reason properly and make the right decisions. Can somebody read quickly that verse? Let's see the perception of these guys. The Bible says, yes, there were some people who were complaining against Moses. Utasoma kwa muda wako yote. And said, we should attack now and take the land. That is correct. We brave man. He's saying we are strong enough to conquer and take everything. But other men who went with the Caleb said, no, we are not strong enough to attack them. The people there are more powerful than we are. They spread the false reports amongst them about the land they had explored. They said, that land does not even produce enough to serve even us. Everyone we saw was very tall. And we even saw giants like of Ananax. You can live even there. Your perception. Another young man is persuading you that, Bwana, let us be serious with our life. Let us move forward. You know, we are strong. Even us to sit in the tables of kings and queens, we are strong to get the things of the world because God has given us for free. You see another party with the poor perception. Ndio inasema ya kwamba you are joking. There is no bread there. Who told you? Giants are ahead. Don't go. The cowards. Ni hivi tunakuanga vijana. Unafundishwa vizuri, kuna timu nyingine inakuchekelea inakuuliza unajidanganya. Usome usisome, no job in this world. Unasoma nini? You are wasting your time. Ungeanza upate motorbike, upikimbishe hivi ufanye hivi, life will be easy. Alafu mtu akikwambia hivyo, you take the wrong perception of somebody with a cheap thinking mind. Unajidanganya, unachukua decision ya mwingine badala ya kusema I'm strong enough. I'm the Maraga. I can be the Matiang'i. I can be the Uhuru. I'm the Obama. With Christ, I can do all things because He is able to strengthen me. You become a coward. And you know cowards cannot even enter in heaven. Because Mungu anataka vijana ambao wako na nguvu. He wants people who are strong. So naomba wasichana wetu simama kama Esther. Na waomba vijana wetu simama like Caleb and Joshua, like Daniel and others. The men who could answer like Daniel and say that, oh king, we are not careful to answer you. Men of integrity. When they know the truth, it is the truth. When the heaven falls down, they can stand for truth. They cannot be bought nor sold cheaply. Our ladies who can be like Esther, who go to the king wakati ambao kubariki according to the Persians and Medians law. Lakini anasimama baada ya fasting 3 days. Tunataka vijana wa kuomba, wakiomba they approach the things which seem difficult before the eyes of other people. Esther akaenda nyuma ya sheria, siku 30 ya siku zimeisha. Na kwa sababu alimwamini Mungu, msichana yatima. Mwende wasichana msome kitabu ya Esther vizuri. Wasichana wote walipoletwa katika ile nyumba, yeye mwenyewe akasimama, akafuata mafundisho ya babake Mordekai. Hakufuata mafundisho ya wengine. Alete hizi pastor na wafundisha mpaka akae ghost. Mnaanza kupishana na wachungaji wakiwaambia wacha. Kuna siku mtateswa na mapepo mpaka mtakuja kutii kwamba God is, when God speaks it means that. Unaambiwa wacha vitu mingi miigo ya dunia utaki. Unasema hawa pastor ni vile wako analog, hawana pesa. Unajua huyu pastor anaposema hapa kwamba wacha kufanya hivi. Kwanza ukizoea makeup, siku ya utaolewa msichana unapenda makeup. Basi siku kijana mwenye anakuchumbia kwa ndoa, siku yake ambaye mtakuwa serious in relationship, usipake any makeup. Wacha kukutana na wewe na hiyo sura ya kutisha yenye umezoesha makeups. Unajua makeups inaweka sura mbili. Wakati hakuna ni sura nyingine. Na wakati iko ni sura nyingine. There are two different faces.
Na wasichana wengi nilikuja kugundua pasta. Unaona watu wanapenda kuweka red hapa. Ni kwa sababu washakuliwa. Nimeelewa. Ni kwa sababu washakuliwa hapa na ni wagonjwa. They come at these ribs. I came to know. Even those ladies nimekaa na wao. Hata hawa madada, mmoja nilikuwa naongea naye asubuhi nililala kwake. Rumu imejaa makeups. Wacha lips zake usione asubuhi. You know me, I worked with YWCA when I was a young lady. We were taught with Dr. Oren the simple signs of HIV. Hapa kunakaa kama millipede. So kwa sababu hawataki wasomwe, their ribs wanaleta hiyo wanapitisha juu. Ndio usi wao. Wanaleta hii yenye inakaa fumbi kwa sababu utaona hizo rashes wanapitisha juu. Usione rashes. Na waambia vijana wetu wa university, msichana original umuangalie. Foto photocopies. Eti unaleta vidole mtu unasema nisiulizwe, unaweka rangi. Kuna msichana tuliombea. Nilimwambia alikuwa amefika Illuminati degree ya 33. Amepakisha mbili ya kuwe pepe. Wakati tunatoa hizi rangi zote tunapanguza. Kwa sababu mapepo yalikuwa yanapishana na yeye, alitoa siri zote za watu wakubwa hata hii Kenya. Vile wanakaa, most of them they were deskmate wake. Na wakati tunapanguza tunatoa zote, mapepo wanakuja usiku, wanapaka hizo rangi zao. Tunashangaa wamepaka akiamuka asubuhi makucha zimewekwa zimekuwa kubwa na amepakwa hata rangi ya kijani kibichi. Unapisha. Ukiombea hapa, sinakuambia nyumba moja tulikuwa tukiomba crusade. Mapepo yanakataa kwamba kuna vitu zetu ziko kwa hii nyumba tupatie. Ndipo tukauliza wasichana wa nyumba mko na nini? Wakaleta hizo chupa za Cutex, hizo chupa za Ripupam na hizo vitu. Kumbe mapepo ni vitu zao. Kuchoma ndio wanasarenda. Nyinyi jiwekeeni miungu ya Misri. Kaa nayo kama utaki kusikia msichana. Sema wachungaji ndio wako ana roho. Endelea mbele. Kuna siku utapatikana. Siku hiyo utatafuta huyu Jona hautampata. Utajaribu tafuta usaidizi labda uenda itakuwa bali na wewe. Na Mungu unajua atawacha tu. Kwa sababu unaambiwa hutaki kusikia. Unaleta unajiwekea tatu. Some of you mko na tatu kwa mwili. Na unajui tatu ni kitu inasema ya kwamba still you are a slave in Egypt. Na unasema unajua tatu ni system. System gani kuchora mwili wa Mungu ati tatu? Who told you? Do you know the origin of tattoos and their meaning? Kamoja kaliteswa tukienda na pasa saa zile unaweka Biblia kwa hii tattoo, alipiga nduru kama kitu kingine. Kumbe tattoo amewekewa na pyramid kwa style ya kuchoma, akuchorwa. Ndio sasa anakuja kueho. Amefanya mpaka msichana wengine amekuwa wazimu. You can choose today to listen and accept and take life simple with God. Na mimi nimekuja kujua watu waliosoma hawafanyi ujinga mingi. I was in Nairobi with the Dr. Gama, the consultants, all those big people who are called doctors and what they are very simple. Watu ambao akili ni ndogo ndio wanajisumbua because they don't have vision and they don't think. Hiyo vitu ndio wanafikiria. Lakini watu waliosoma hata hawana time ya vitu mingi. Simekuja kwa watu ambao hawana focus katika maisha yao. So it is upon you, our youth, to decide. You listen to the voice of God or you follow your ways. Lakini ninawaomba tu katika jina la Yesu, tii sauti mnayofundishwa. Those people who tell you they have experience. Ukiifuata vizuri utafaidika. Lakini ukikataa ole wako. But God respects your choices. Na Mungu awabariki. Mungu tunashukuru kwa sababu umenena pamoja nasi. Huwa mara mingi hata kama tunaongea tunalia machozi kwenda ndani kwa sababu ya watoto wetu. Hii generation ni ile ngumu, kisasi cha 4. Ambaye ulinena na mtumishi wako Musa ukamwambia ya kwamba I will hide my face and see how they will end. You said this is a generation which is stiff-necked. The people whom there is no faith, a froward and a foolish generation. And Moses, your servant, Lord, in many years down, that the last generation to cross the history of this world, it will be the generation that the devil himself will drive
and use it quickly to manipulate is scheming in even making many to be swayed and at the end of the day be destroyed. Can you save the life of our children, God? Can you speak in the language that they can understand? Can you whisper unto their ears in a way that they can listen? Can you give them integrity while they choose? God, can you change their minds and reason? Can you add wisdom and inspire them that they may be human beings to survive? Only those youths who can survive honestly, Father, in this generation are those youths who are humble and who always refer your word and listen to you. How we pray that you change our youths who have spared their times to be here, that as even they go back, God, they may go back as children who are blessed. And I'm praying for them that, God, you help them to be successful in their cause or in anything that they are doing. As other speakers of the day will be coming, we ask you, God, to guide and help each other. For we pray, believing and trusting in Jesus' name. Amen.